wangu wa siku ya leo upata katika kitabu cha Yakobo James 1, kitabu cha Yakobo 1 kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 18 hapo ndio ambapo tutaanza kusoma. Neno la Mungu linasema ya kwamba kwa mapenzi yake Mwenyezi alituzaa kwa neno la kweli kusudi tuwe kama mazao ya kwanza katika viumbe vyake vyote. Haleluya. Mstari wa 19 inasema, ndugu zangu wapendwa, wafahamuni jambo hili, kila mtu awe mwepesi wa kusikiliza, lakini asiwe mwepesi wa kusema wala kukasirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa hivyo ondoleeni mbali uchafu wote na uovu ambao umezidi kuwa mwingi, mkalipokee kwa unyenyekevu lile neno lililopandwa ndani yenu, ambalo laweza kuokoa nafsi zenu. Basi kuweni watendaji wa neno, wala msiwe wasikilizaji tu, huku mkijidanganya nafsi zenu. Kwa maana kama mtu ni msikiaji tu wa neno, wala hatendi kile kinachosema, yeye ni kama mtu ajitazamaye uso wake kwenye kioo, na baada ya kujiona alivyo huenda zake, na mara msahau jinsi alivyo. Lakini yeye anayeangalia kwa bidii katika sheria kamilifu, ile iletayo uhuru, naye akaendelea kufanya hivyo bila kusahau alichokisikia, bali akalitenda, atabarikiwa katika kile anachokifanya. Praise the living God. Neno langu na kichwa cha ujumbe wangu niko katika mstari wa 22 ambao unasema ya kwamba kuweni watendaji wa neno, wala msiwe wasikilizaji tu. Haleluya. Kuweni watendaji wa neno, msiwe wasikilizaji tu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nafikiria kuhusu neno la Mungu, maana hilo ndilo tunalisikiza kila wakati, tunakuwa ni wakati wa neno la Mungu, na mara nyingi hilo neno ndilo kusababisha tukaweze kuja katika makanisa yetu. Praise the living God. Sababu kubwa ya kuacha shughuli na kukuje ili tukaweze kupokea lile neno la Mungu katika mioyo yetu. Praise the living God. Maana lile neno lina nguvu, lile neno liko na uwezo. Nilikuwa naangalia hiyo basi, inasema ya kwamba hapo mstari wa 18 inasema, kwa mapenzi yake Mwenyezi alituzaa kwa neno la kweli kusudi tuwe kama mazao ya kwanza katika viumbe vyote. Praise the living God. Tulizaliwa kupitia lile neno. Ukisoma katika kitabu cha John 15 utaona ya kwamba tumekuwa safi kupitia lile neno. Praise the living God. So dhambi zetu, makosa yetu, shida zetu zilioshwa, tulifanywa safi na lile neno. Maandiko inasema ya kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Tulipolisikia tukahubiriwa, na tukahubiriwa tukaliamini. Tulipoliamini mioyoni mwetu litakusafisha, tukakuwa vitu ama tukakuwa watu wa Mungu ama viumbe vya Mungu. Praise the living God. Na kwa hivyo anaendelea kusema ya kwamba, ndugu zangu wapendwa, fahamuni jambo
wala kukasirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Praise the living God. Ya kwamba unapolisikiza kile neno, hukumu kwa haraka. Praise the living God. Lile neno la Mungu lipatie nafasi, liingie moyoni mwako, likufanyie kazi, ulitafakari. Neno la Mungu katika Zaburi linasema ya kwamba na sheria ya Bwana uitafakari usiku na mchana. Haleluya. Naye anabarikiwa yule mtu, anakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, ambao haujauki hata wakati wa hari. Praise the living God. So lile neno linapokuja ndani yako, unajua nilipokuwa ninafikiria hivi, nilisema kama Sunday tulikuwa hapa watu emotional, tulikuwa tumechangamka, hata tungechukua viti tukaruke. Praise the living God. Lakini baada ya hapo tushaenda katika mambo yetu, tumeachana na ujumbe. Hata ukifikia mtu kumwambia kashinda, unaniambia nini? Praise the living God. Ujumbe wenyewe ulikuwa mzuri na ninaishia hapo, lakini anasema ya kwamba kuwa mwepesi wa kusikiza, kuwa makini. Haleluya. Sikiliza, kuwa makini, usiwe mwepesi wa kujaji, lakini listen carefully. Praise the living God. Sikiliza kwa umakini, wacha lisiki katika moyo wako, wacha uliamini. Haleluya. Because again, neno la Mungu wajua it's a process. Joshua aliambiwa ya kwamba na hiki kitabu kisitoke katika kinywa chako, ukitafakari usiku na mchana, ukaangalie kutenda sawa sawa. Praise the living God. Hapa kuna mambo kadhaa. Hili neno ndio hilo kitabu Joshua aliambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana aliambiwa utachukua haya maagizo na pia utaongoza wana wa Israeli. Haleluya. So akaambiwa huu ujumbe usiondoke kinywani mwako. Kwa hiyo unaposikiza, usikize, uelewe, unene. Haleluya. Unene. Na kisha uamini ule ujumbe. Kuwa inaanguka katika mawazo yako. Praise the living God. Neno la Mungu linasema ni kwa moyo tunafanya nini? Tunaamini. Na tunafanya nini? Tunakiri. Na kisha tunafanya nini? Tunapokea wokovu. Praise the living God. So hata neno linapokuja, neno huwa linaanguka katika mawazo yako. Likishaanguka mawazoni mwako, ukose kulielewa. Kama vile Mathayo inasema kuhusu yule mkazi wa Bethel. Lile neno likianguka ukose kulielewa. Lile neno kunyakuliwa ama kulibiwa ama kusongwa na mambo. Praise the living God. Kuna kuja mambo yanasonga lile neno, yanachanganya, na unakuta ya kwamba ninapoingia kwa mawazo, moyo unaamini kwa sababu lile neno umelijua. Haleluya. Moyo ukiamini, sasa unaanza kulikiri. Na hapo baada ya moyo kuamini, hapo ndio linafanya kazi katika maisha yako. Praise the living God. Ndani kwa nini sasa unakuta ya kwamba watu wengi wanaachilia neno kama vile neno limekuambia, ni kwa sababu kuna mambo mengi. Sijui kama ni hapa nilisema ya kwamba shetani ameelewa, amejua ya kwamba wewe akikurudisha kwa klabu hautakunywa. Mpaka mahali umefika huwezi kukunywa, si kweli? Mpaka mahali umefika kuna vitu huwezi fanya, lakini lazima akutafutie mpango wa kukuondoa ili usiweze kumuelewa Mungu. Praise the living God. Na katika hali ya kukuondoa ni kumwaga shughuli na mambo ambayo yatakutoa katika kule kuelewa lile neno.
Haleluya. Kwa hivyo mwandishi wa neno akasema nini? Msiwe wasikizaji tu, bali muwe watendaji. Tutakuwa watendaji namna gani? Tutakaposikiza na tuelewe, alafu tuchukue hatua. Lakini kama ujumbe umeusikia na hakuna kitu umefanya hata kidogo, ule ujumbe ulinyakuliwa, ama ule ujumbe ulibaki tu kama fani. Unajua mashabiki wa mpira, mashabiki wa boli huwa wanafanya nini? Huwa wanashangilia nono, alafu wanasema sisi Arsenal tumeshinda. Hiyo timu nyingine ni gani? Man U wameshinda, lakini hajaingia kwa mpira. Yeye hata haja experience, yeye ameangalia tu, amekuwa fan. Na siku hizi watu wamekuwa mafani wa neno. Watu wamekuwa mafani wa neno. Kila mtu anashabikia, kama sasa tulishabikia hapa na tukarudi zote, lakini tulibaki hapo tukishabikia. Praise the living God. Tunashabikia kwa sababu kila ukigeuka kuna ujumbe. Kama hukusikia hapa vizuri, mimi na Lawrence ni wafuasi wa William Kimani. Wanakuja. Tunapenda sana mimi na Lawrence. Alafu tukagundua jambo moja mimi na Lawrence. William Kimani na na sisi hapa tunafundishana. Mtumishi wa Mungu wetu hapa anafundishana ujumbe moja na pia. Kama wewe ni mfuasi wa William, sikiza. Yeye hii juzi tulikuwa tunafanya nini? Limitation ilikuwa huko. Ukihubiriwa neema hapa, wewe ndiye DCI. Utapata wa kuhubiri neema. Kile kinahubiriwa kwa hii madhabahu, tunakujenga kukipigia nini usiku wa kesha wa Friday. Tunaishikilia vizuri na maombi. Maana ikitoka hapa tunaipata. Kwa hivyo the spirit that is working is one. Praise the living God. Na mimi mfuata paka JCC, sasa hivi naipata JCC, nasema ala. Na si ni ile mchungaji. Unajua tunaweza fikiria hii madhabahu ni kidogo sana. Nani alisema? Basi ziko zote. Haleluya. Maana Mungu na roho tunayetumikia ni mmoja. So lakini shetani amefanya kazi siku hizi. Ametutoa. Tumekuwa mashabiki. Haleluya. Tumekuwa mashabiki wa neno. Tumekuwa mashabiki wa Injili. Tumekuwa mashabiki. Sisi kazi yetu ni kusikiza na tunasema huo ujumbe ulikuwa mzuri sana. Leo ibada ilikuwa imechangamka sana. Leo hata nimesikia kuinuliwa sana. Leo hata nimezungumziwa sana. Lakini hujakuwa mtendaji wa hilo neno. Praise the living God. Haujatenda kitu hata moja. Kuanzia Januari tuliambiwa we were going deeper. Hallelujah. Tunaenda ndani, tunazama. Angalia mashabiki walivyo. Bila ikiisha wanafanyaga nini? Wanarudi makwao. Hata hawajui wachezaji wanaitwa nani. Hiyo si shida yao. Shida yao ni kwamba Man U imeshinda. Si hata sisi ni mashabiki wa Man U. Lakini hatuwajui, hatujawahi ingia uwanja. Lakini siku ya leo Bwana anasema tutoke kuwa mashabiki, tuingie uwanjani, tupige mpira, tutoke na ushindi. Praise the living God. Tutoke na ushindi. Umeshabikia muda mrefu, hujapiga. Badala nimesema nini? Mashabiki wakimaliza mpira ukiisha huwa wanafanya nini? Wanayaa wanasema wana tumeshinda, sisi tumewashinda, ni hata kushinda, na wanaenda sawa. Lakini wenye mpira wale walikuwa uwanjani huwa wanarudi pamoja. Ni kweli? Wale wameshinda na wale wameshindwa wanaulizana imekuaje? Kwa nini tumeshindwa? Kwa nini tumeshinda? Praise the living God. Hata wale huwa wameshinda huwa waondoki. Wanataka kujua imekuwa kuaje. They just go back and meditate. Praise the living God. Wanarudiana. Wengine huwa tunaona wanashinda, wanafurahi, wanalia. Wengine wale wa swala wanapigisha kichwa chini. Wale wa msalaba huwa tunawaona
sijaona, lakini nafikiri wanakulanga. Tunaonanga wakifanya ishara ya kuonyesha ya kwamba wameshinda. Praise the living God. Lakini mashabiki hawana hiyo. Sisi mahali tumeshindia, tunaenda tukiimba na tunarukaruka na tunaenda. That thing will not affect our lives. That thing will not change us. Hallelujah. There is nothing to change katika hiyo boli imeisha na ni hivyo. Na shetani ametutoa katika uwanja wa kazi ya Mungu. Ametutoa, ametuweka kule nje. Sisi tumekuwa kazi yetu ni kushabikia mhubiri wa TV, mhubiri wa kanisani, mhubiri wa street, mhubiri wa wapi. You can access any pastor you want. You can access any speaker you want. Hallelujah. It is just a matter of battle. You just press a button and you unakaa mbali na unashabikia. Bwana tusaidie. Lakini neno limetuambiaje? Tusiwe wasikizaji tu, lakini tuingie katika arena. Praise the living God. Tuingie katika arena. Tufanye kazi ya Mungu. Tuulizane Mungu amesema nini siku ya leo. Turudi katika pamoja mahali pale katikati ya uwanja. Tuulizane Mungu amesema nini siku ya leo. Mungu amenena nini? Tunatakikana tufanye nini? Ni nini ya kuchange katika hii dunia yetu? Haleluya. Baada ya ujumbe, si watu kwenda, ni wamama kurudiana na kuulizana. Ujumbe umesema hivyo, tufanye nini kama wamama? Wazee warudiane waulizane. Ujumbe umesema hivi, tufanye nini kama wazee? Vijana warudiane waulizane, tufanye nini? Maana bila hivyo hatuna timu. Amina. Hatuna timu. Na wewe kama hauko ndani ya uwanja, wewe si Man U wala si Arsenal. Praise the living God. Kama hakuna kitu umefanya, you are not a Man U or Arsenal. Who are you? Hallelujah. Biblia inatuambia tusiwe wasikizaji. Na kwa hivyo anasema nini? Bwana alituokoa kwa lile neno ili atufanye the special creatures. Praise the living God. Atutenganishe na wanyama. Tufikirie, tumeditate. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mtu wewe ni shabiki ama wewe ni mwana El Shaddai? Unajua wana El Shaddai wanakuanga ndani ya arena. Wana El Shaddai wanakuanga ndani ya arena wakifanya Roma. Haleluya. Mhubiri mwingine akasema ya kwamba there is always a substitute. A substitute ni hawa watu wanaitwa nini? Malisafu. Unakuwa na malisafu kwa mpira ama kwa michezo yoyote. Mtu akifundisha mkuu wako afanywa nini? Alafu akitolewa mpira unasimama. Au simami. Huyo ambaye huingia ndio ninataka. Hiyo kitu meika. Haleluya. Siku zote kazi ya Mungu, kuna hawa watu wako nje wanaomba. Praise the living God. Wanasema nani ameshindwa? Nani amevunjika mguu? Nani amegongwa? Mimi niingie. Na wacha nikuambie, wale walifasafu wakiingia, they always prove themselves that they are better than the ones who are there. Hallelujah. Yeah. Kwa sababu anataka the next team akuwe ndani. Hallelujah. Ahesabiwe. Yeye hatakuwa nje tena kuomia nje. Yeye anataka kuwa katika laini. Kwa hivyo akiingia na kuambia anafanya vizuri, kwa sababu anataka kuonyesha ya kwamba hata sikuwa nje kwa sababu sijui hii kazi. Ninaijua vizuri sana. Next time wewe ambaye umegongwa ukaanguka utakaa nje. Praise the living God. Utakuwa nje. Daudi alikuwa kule
kichakani akiomba kwa sababu ya soa. Haleluya! Alikuwa kule anaua kuku, anaua simba, anaomba. Haleluya! Goliathi akakuja akauliza, na huyu jamani nani anaongea hoja hapa? Akaambiwa, wewe kijana wewe. Akaambiwa, wewe hata unanisumbua. Anaenda kwa mwingine anauliza, huyu jamani kimmaliza nitapewa nini? Yaani unajua alikuwa nini? Anaomba. Haleluya! Mpaka mfalme akamwangalia akamwambia, kijana, umetoka wapi? Akamwambia, mimi nimekuwa machungani, kule machungani nimeua dubu na simba. Acha tujaribu. Akapewa zile mavazi, akasema hizi hata siwezi tembea nazo. Mimi acheni tu niende tu hivi nilivyo. Ameomba. Haleluya! Akakuta Goliathi akamwambia, wewe ni nani ambao utakaeliwa wewe? Yaani Goliathi anaangalia hata amuoni vizuri. Lakini Daudi anajua, wewe ujui nimekuwa warm up wewe. Wewe hata ujui mimi nitakufanya. Akamwambia, wewe siku ya leo kichwa yako nitaipatia ndege wa angani. Goliathi anamwangalia akamwambia, wewe unanikujia na mikuki, mimi nakukujia na mawe ya pale mtoni. Hata sijali nitakurarua. Haleluya! Ameomba kwa kule nje. Anauliza nikani twende nasi. Na anamlenga. Imagine. Kajiwe tu. Ndio nakwambia wale wako nje wakiokolewa, waletwe kwa hii nyumba, they shall be better than you. But before they come, can you warm up and wake up and work for the Lord? Amen. Hallelujah. Can you be the doer of the word of God? Jifundishe kila siku ukisikia neno la Mungu. Litafakari unaporudi nyumbani. And then sema, nitachange kitu kadogo hata kama si kubwa. Praise the living God. Hallelujah. Neno la Mungu likasema ya kwamba, nasema ya kwamba, ndugu zangu, mstari wa 19, ndugu zangu wapendwa, fahamuni jambo hili, kila mtu awe mwepesi wa kusikiliza, lakini asiwe mwepesi wa kusema wala kukasirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Kwa hivyo ondoeni mbali uchafu wote na uovu ambao umezidi kuwa mwingi, mkalipokee kwa unyenyekevu lile neno lililopandwa ndani yenu, ambalo laweza kuokoa nafsi zenu. Praise the living God. Neno la Mungu linasema tuondoe kila uovu, tuondoe kila dhambi, tuondoe kila uchafu. Praise the living God. Maana haya mambo yote yanatuziba tusiweze kuyatenda mapenzi ya Mungu. Praise the living God. Neno la Mungu linapingwa kwa kila njia. Unapolisikia likikuja katika mawazo yako, naye shetani anamwaga mawazo na dunia. Sijui kama ni kweli. Inua mkono wako kama unasikia kama ni kweli. Umesikia neno, lakini ukiwa pale kwa gate ukiambiwa na katabu tumehubiriwa nini leo? Una maneno mawili matatu. Basi nimekaa hapa mpaka nikasweti kisali zima nikiongea. Haleluya. Shetani analete maneno, analete mawazo, analete biashara, na ukizidi unaweza kupigiwa kasimu ka emergency. Na hiyo siku ulikuwa umesema utachukua simu, hata ujui uchukua kwa nini. Haleluya. Kwa sababu shetani kila wakati anang'ang'ana kuona ya kwamba utasikia neno lakini halitawahi badilisha maisha yako. Utakaa pale pale ukiwa shabiki. Bwana tusaidie. Haleluya. Na najua neno linapatikana kila mahali. Kwa hivyo amehakikisha na yeye amekuweka katika shughuli za kuhakikisha ya kwamba hautapatikana hata kubadilika hata ukiwa na huko. Bwana Yesu asifiwe. Ameleta kila aina ya mambo. Kama si TV ni gadget tuko nazo, hizi tunatembeaga nazo. Ziko na kila aina ya mambo. Tuko nazo wachoni kila wakati. Na kwanza hizi zimekuwa blockage kubwa. Hauna dakika ya kufikiria kubadilika
Unasikia huo mhubiri amesema, unaenda kwa mwingine amesema, amen. Yaani wewe mwenyewe hata hukupata hata moja. Bwana Yesu asifiwe. Huo wote ni mpango wa Shetani. Maandiko inasema usikuwe tu msikizaji, lakini kuwa mtendaji. Kwa nini zamani watu walifanya mambo mengi? Kwa sababu hiyo moja, hii Biblia kuiona ilikuwa ni shida. Hili neno kulipata ilikuwa ni shida. Kwa hivyo hiyo moja amepata, hiyo moja anaitegemea, hajui ni kwa muda gani. Praise the living God. Kwa hivyo naamini huo ujumbe umbadilishe kwa vyovyote vile. Kila neno limfanyie kazi, na naamini na wale watu walifanya mambo makubwa. Na sisi siku ya leo tusiwe tu ni wasikizaji, bali tuwe ni watendaji wa neno la Mungu. Praise the living God. Neno la Mungu ni pumzi yenye uhai. Haleluya. Neno la Mungu ni pumzi yenye nguvu. Tunapopumua tunapata uhai. Neno la Mungu katika Genesis inasema ya kwamba alipomuumba mwanadamu, ile matoko alipomaliza alipulizia pumzi yake, ama alipulizia uhai. Kwa hivyo kile unapumua ndio uhai. Praise the living God. Kwa hivyo uko na uhai wa Mungu. Kwa hivyo lile neno ukiliamini, lazima utagrow, lazima utaendelea, lazima utasonga. Praise the living God. Ukiliamini, kwa sababu ni pumzi ya Mungu, haliwezi kukuacha vile vile, na kama nitakuacha baby uko na shida. Bwana asifiwe. Tunasema ya kwamba watoto they grow from from what? They grow up and wide. Yesu alikuwa katika kimo akimpendeza Mungu na akawapendeza wanadamu. So aligrow na akagrow hivi. Praise the living God. So na sisi katika wokovu, Mungu huwa anategemea that you are growing each and every day. Umesikia neno kila siku, unampendeza Mungu na unapendeza wanadamu na unakuwa katika kimo. Haleluya. Maana haya ndio makusudi ya Mungu, na ndio maana anasema tukue watendaji wa hili neno ili tuweze kuendelea kukua. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. So tukue wasikizaji, tuondoe kila uchafu, tuondoe kila dhambi, tuondoe kila aina, kila mawazo. Praise the living God. Yale ambayo yanakuja kupinga lile neno ili lisifanyie maisha yetu kazi, ili tuweze kufanana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu katika kitabu cha John 1:1 inasema ya kwamba hapo mwanzo neno lilikuwa ni Mungu. In the beginning there was God. Si ndio? Hapo mwanzo kulikuwa ni Mungu na Mungu alikuwa ni neno. Si ndio? Na mtu amefika hapo anisomee. Kulikuwa ni neno na neno lilikuwa kwa Mungu na hilo, yaani Mungu ndio hilo neno. Praise the living God. So wakati tunatendea kazi lile neno, we are working to God. Praise the living God. Tunamfanyia Mungu kazi, tunashughulika. Maana hili neno kama kulilete kwetu ili tuweze kuelewa. Neno lilikuwepo, lilikuwa na Mungu na neno ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hili neno linapoingia ndani yako, umelisikia siku ya leo, umelielewa, unataka
kuchukua hatua. Hatua hiyo kuichukua ni kufanya mara nyingi sana huwa nasema ya kwamba matangazo ni ibada ya tatu ama ya pili, si ni kweli? Mara nyingi nimesimama hapa nikiongoza, nimesema usijizoeshe kuacha matangazo. Na many of the people ambao huacha matangazo, they don't respond to the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Hawafanyii kazi lile neno. Mara nyingi Mungu haachi tu, analete neno kisha analete matangazo ili ukitoka hapa ujue la kufanya, ujue kitu ya kuombea, ujue kitu ya kufanya, ujue ni wapi nichukue hatua, na hiyo mambo huletwa wakati wa matangazo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Na kutafutia ground ya kubadilika. Sema amina. Na kutafutia ground ya kubadilika, kwa sababu hauwezi sema umebadilika na uende kile nimebadilika kutoka leo. Mpaka tuone. Na tunaonanga kupitia, ndio maana mimi husema mara nyingi usiache matangazo. Yule mtu huacha matangazo mara nyingi, na ufuatilie, si rahisi abadilishwe na neno. Amina. Because he never respond. Huwa hatendi kulingana na kile Mungu alikuwa amepangilia hiyo siku kikaweze kufanywa kwa hiyo wiki nzima. Amina. Haleluya. Praise God. Kwa nini tunaenda ushirika? Tunaenda kukumbushana tumefika wapi, tuko wapi. Haleluya. Sasa kama hukusikia ushirika ulikuwa kwa mama Wangoi, kwa mama Mkorosho ama mama nani, utaenda wapi na utajuaje? Na utajua tuko wapi? Utatukujia Jumapili utuambie ulibadilika, you did it. Haleluya. Kufanyia kazi neno la Mungu huwa kunaletwa na kitu kinaitwa obedience. Na obedience inapatikana wakati tumeletwa katika ibada ya matangazo. Na hapo ndio neno linasema usiwe msikizaji tu, bali uwe. Bwana Yesu asifiwe. Mhubiri atasimama hapa aseme ya kwamba you have to be obedient. Unaobedi. Amina. Unaobedi. You obey whatever the announcement. Bwana asifiwe. Walioandika walikuwa na matangazo yao na walifanya. Kumbuka siku ya Jumapili tuliambiwa mfalme anaitwa mfalme gani? Asia ama Asia. Hata wewe enda utafute Second Chronicles. Sasa alipoambiwa alitoa matangazo. Alitoa matangazo gani? Bwana asifiwe. Sikuwa na nyingi hapa. Mimi kwanza nilikuwa ninafunika sasa. Niliongea yote. Aliwatangazia nini? Aliwaita watu wote, akawapatia matangazo, akawaambia kutakuwa na mfungo, si ni kweli? Hiyo ilikuwa ni neno ama ni matangazo? Matangazo. Na tunataka kumtolea Mungu dhabihu, ilikuwa ni matangazo ama ilikuwa ni saa ya neno? Matangazo. Praise the living God. So wakati tunaambiwa usiwe msikizaji tu, pia ukuwe mtendaji. Si kwa neno peke yake, ni kwa kila kitu ambacho kinafanyika katika hii madhabahu. Praise the living God. Kutangazwa na kwa mtu wazee ndio wanaosha kanisa. Neno linasema usiwe msikizaji, uwe mtendaji. Kwa hiyo kuwa mtendaji ni kufanya nini? Ni kupatikana.
Haleluya. Injili ni Mungu, si ni kweli? Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe wasikizaji tu, bali tuwe watendaji. Hili neno tunalitenda namna gani? Tunatii kila matangazo tuliyopewa. Kuna mtu anasema mama anapitia debe matangazo. Ndio anapitia debe. Bwana Yesu asifiwe. Maana tusiposikia matangazo, mara nyingi hatuna kitu ya kurespondi kwa lile neno tulilisikia. Kwa hivyo tunabaki katika mambo yetu ya kila siku. Kwa nini tukuje Bible study? Tunakuja kufundishwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Linakuja lipeanwa kwa ufasaha zaidi ya vile tunavyolisikia. Na ndio maana tunakutana. Haleluya. Kwa hivyo tunapotangaziwa, tunaambiwa tusikuwe wasikizaji tu, bali tukuwe watendaji. Tukiambiwa tunapatikana. What do we do? We trust God. Tunaamini Mungu ambaye hubariki, ya kwamba atatubariki tupatikane. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa nini tukuje kwa ibada mapema? Because we want to prepare. Bwana asifiwe. Kwa nini tukuje mapema? Kwa sababu tunataka kujiandaa kwa sababu ya ibada, kwa sababu ya leo tunataka kujiombea. Tumekuwa katika mambo mengi, shughuli mingi. Sasa ukija kuchelewa, unakosa nafasi ya kutubu, unakosa nafasi ya kujiombea, na lile neno pia linakuja limepita. Tunabaki kuwa mashabiki badala ya kuingia katika redio. Bwana asifiwe. Haleluya. Neno la Mungu linasema ya kwamba likiingia ndani yetu linaleta uhai, linaleta uzima, linaleta afya. Haleluya. Linaleta uponyaji. Praise the living God. Neno la Mungu linaleta uhai na uzima. Katika John 10:10 inasema ya kwamba alikuja ili tuweze kupata uzima na tuwe nao tele tele. Ile neno likaleta uzima ndani yetu. Haleluya. Lile neno linaleta uponyaji. Katika kitabu cha Psalms linaleta uponyaji. Lile neno linaleta ukombozi. Yeye ametukomboa. Praise the living God. So tunapolichukua na tuliamini na tuliweke kazi katika maisha yetu, litatuponya lile neno, litatufungua lile neno, litatukomboa lile neno. Praise the living God. Haleluya. Linatuponya ugonjwa na maradhi yetu. Sijui ni mara ngapi umejiombea hapo nyumbani, ukajiwekelea mkono ukasema, kwa jina la Yesu mimi napokea uponyaji. Nilikuwa nisiende kazi, sasa naenda kwa jina la Yesu. Unapokea uponyaji. Kwa nini? Kwa sababu uko na lile neno, na lile neno imefika wakati wa kulifanyisha kazi, unalifanyisha kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kunakuja majaribu katika maisha yako, unajitabiria, unajiambia, wewe majaribu hautanishinda, maana Kristo alishinda kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hautanishinda, maana kunaye aliyeshinda kwa ajili yangu. Kwa hivyo unapokea uponyaji, unapokea ushindi wako, na unaamka unaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi umenenea kazi yako, ukaiambia wewe kazi nitaendelea na wewe, shetani apende asipende, na unakuta umeshinda majaribu na umeendelea. You have the word, and the word inaleta uzima, inaleta redemption, inaleta deliverance. Praise the living God. Ndio maana tunasema usisikue tu musikiaji, bali uwe mtendaji wa lile neno. Praise the living God. Bwana asifiwe. Lile neno kama halikufanyiwa kazi, litaibiwa ndani yako. Lile neno usipolifanyia kazi, unaweza kuwa mawazo yako ni nzuri sana, yanashika,
naambianga watu tu vile huwa tunabarikiwa kwa chati yetu. Si chati yetu tunabarikiwa sana. Sisi chati yetu. Lakini you never contribute into that chati yenu. Hauna mchango wowote kwa ile chati yenu. Ile ni chati yako jina. Wewe ni shabiki. Ingia kwenye arena. Praise the living God. Nimesema wachezaji wa mpira, mashabiki wakimaliza kila mtu kuondoka naenda shughuli yake. Lakini wale wako kwenye arena hukusanyika na kuulizana, wenzangu tumeshindwa aje ama tumeshinda namna gani? They never leave. Praise the living God. Hawatoki tu. Na ukiona watu wametoka tu, basi hawa walikuwa si wachezaji. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwanza hata hapa hatutoki bila matangazo. Hiyo nitapiga debe leo sana. Usitoke bila matangazo. Maana hapo ndio sasa wenye arena. Team. Hapo ndio huambiana tuende wapi, tuangalie wapi, tufanye nini. Hasa team. Praise the living God. Na tunapofanya hivyo, unakuta ya kwamba tunasongesha kazi ya Mungu kwa urahisi. Praise the living God. Neno la Mungu linasema ya kwamba 22 kile kinachosemwa, yeye ni kama mtu ajitazamaye uso wake kwenye kioo, na baada kujiona alivyo huenda zake, na mara usahau jinsi alivyo. Lakini yeye anayeangalia kwa bidii katika sheria kamilifu ile iletayo uhuru, naye akaendelea kufanya hivyo bila kusahau alichosikia, bali akalitenda, atabarikiwa katika kile anachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Ili kupata baraka za Mungu, ili kupata baraka za hili neno, lazima ukuwe mtendaji wa lile neno. Praise the living God. Wakati unakosa kutenda, ni kama mtu vile huenda kwa kioo anajiangalia, alafu akifika pale amesahau, anarudi tena anajiangalia, na baadaye bado atasahau yeye anafanana na gani. Praise the living God. Lakini unapoliamini hili neno, unapochukua muda wako kulisikiza, anasema wakijiangalia kwa bidii. Haleluya. Na wewe ukijitazama na hili neno kwa bidii, ukilisikiza kwa bidii, praise the living God. Hii bidii ndiyo Mungu anaangalia. Nani yako na hii bidii ili tuweze kubariki maisha yake? Saa zingine tunatia bidii zetu katika vitu ambazo hazina maana katika maisha yetu, na hata kama tunaona ni kama unaendelea, baadaye tunakuta bado uko pale pale. Amina. Juzi tulisema kama ni Baba Joel tuliongelekana, tukasema siku hizi watu wanakimbia, hatupatikani na hatuna pesa. Si ni kweli? Unakimbia, hata wewe mwenyewe unakimbia na nini? Na pia hauna pesa. Wanasifiwe. Na kwa sababu ulijiangalia kwa kioo sana kwa neno la Mungu, baadaye ukageukia mambo yako, ukasema, ukaambiwa hapa economy ya mbinguni iko stable na it has not shaken.
anakubariki, na akikubariki baraka zake hazitaki kujua kuko namna gani. Maana anasema ni kama huyo mtu ambaye amepandwa kando ya vijito vya maji, kukiwa na jua yeye bado anavuta maji, kukinyesha pia ni sawa. Praise the living God. Ni mto utafurika na maji, anajua likiwa bado mizizi yake iko kwa maji. Yule mtu ambaye anasikiza kwa bidii anabarikiwa wakati kunazo na wakati hakuna. Praise the living God. Maana hivyo ndivyo neno la Mungu lilivyo. Lakini mara nyingi tunaliacha hapa na tunaangalia kule na tunasahau. Mungu na atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Maana mambo yamekuja yameondoa ile imani ndani yetu. Tunashindwa kumwamini Mungu, tunashindwa kumngojea Mungu, tunashindwa kukaa miguuni kwa Mungu, tunabaki tumekimbia. Anaposema njooni kwangu sumbukao na kulemewa na mizigo, sisi tunampelekea leo na baadaye tunafuata, tunaenda kujaribu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tukaambiwa ni pumziko, si ni hivyo? Tukafundishwa mpaka njia za kuingia katika pumziko. Siku ya kwanza tukaambiwa mahali unaweza kupata pumziko ni katika uwepo wa Mungu, katika presence ya Mungu. Lakini katika hiyo presence unaingiaga lini? Unaingiaga saa zile kumeharibika kabisa. Ukishaweka mzigo tu hivi, ukikutana na topisa na kupa idea nyingine, ufuata mzigo wako, unasema Mungu alisema kufikirie. Ni akili ametupatia. Unazunguka na mzigo wako, unaurudisha pale, lakini bado anasema njooni kwangu msumbukao na kulemewa na mizigo. Hiyo injili ikianguka, unasikia umeingia uweponi, unatua. Kabla hujaondoka kwa ile gate, umefuata mzigo wako na umerudi nao. Wiki nzima tunakukosa mpendwa, tunashindwa ulienda wapi. Katika spiritual realm hatukuoni, tunapokuombea hatukuoni, you are not there in the presence. Tutakuona umeapia on Sunday na mizigo yako. Bwana tukomboe wapendwa, kwa sababu hapo ndio tunaishia. Tumetumia hizi akili kama hawa wana wa Israeli, tumejaribu kuzitumia, haijawezekana. Tumeenda kwa mitandao, haijawezekana. Tumehongana wapendwa. Siku hizi hongo imekuwa nini? Wanataka tu pesa. Siku hizi si hongo, wanataka pesa. Watu wameungana kwa sababu matumaini haiko tena. Praise the living God. Kumtegemea Mungu hakuko, imani kwa Mungu haiko. Kila siku unaleta mizigo na unaondoka nayo. Haleluya. Tukijaribu kukutafuta tunakukosa. Tutaona umeapia sana, umechoka, umepigika na umekuja kuchelewa. Na kabla Bwana hajasema uende ukafanya nini, tena ushatoka kabla ya ibada. Haleluya. Job anasema Bwana kwa sauti, kwa roho wake, he made me. Haleluya. Na kwa pumzi yake amenifanya, amenipulizia pumzi yake, niko na nguvu. Praise the living God. Alikuwa anaongea haya maneno wakati alikuwa amesongwa, aka mwisho anasema sijaisha, bado kinywa changu kinaongea, bado nina nguvu za kusema ya kwamba Bwana my spirit has made me, na kwa pumzi yake amenipulizia. Kwa hivyo ningali nina nguvu, ningali ninaweza kusonga, ningali ninaweza kuendelea. Mwisho wa maneno mke wake akamwambia, usikuwe mpumbavu, tukane huyu Mungu Bwana, isitumisha kama tuaisha. Akamwambia umeongea kama mwanamke mpumbavu. Haleluya. Hakuna kitu nilikuja nacho, because nilikuja uchi. Kwa hivyo kama zimepotea, ni yeye alikuwa amenipa na ameamua zipotee. Kwa hivyo jina lake litukuzwe, maana yeye amebaki kuwa Mungu. Kama zimeisha ni sawa, kama zimekuja ni sawa. Lakini wapendwa, mahali shetani
ulienda wapi? Lakini wewe ni moyo wa neema ya Bwana, uliamka. Haleluya! Hata ukumwambia asante, uligonga tu na ukashuka chini ukasema nachelewa kazi. My friend, ujaelewa kuwa kama huyu ndege, amka asubuhi na mapema, mwabudu Bwana, mwambie asante na ukabidhi siku yako mbele zake Bwana. Job anasema nikuko mali wa moni. Haleluya! Je, uliamrisha asubuhi yako? Ni kweli kumeharibika, ni kweli kumeenda vile kumeenda, lakini kama uliamrisha asubuhi yako, hakuna kitu kitaenda vibaya, maana kutaenda vile Bwana anataka. Kama ni mbaya ni Bwana ameruhusu, kama ni nzuri ni Bwana amekubariki, na jina lake litukuzwe. Praise the living God. Tuwe watendaji wa neno la Mungu, wacha kucompromise. Haleluya! Wacha kuchanganya. Wacha kuchanganya mpendwa. Uko kazi, ni kweli, tunaelewa. Ni Mungu amekupatia, lakini hakukupa ndio umtukane. Hakukupa ndio umwache. Alikupa akubariki ndio umkaribie, unaupate kitu ya kumtumikia. Lakini hizo baraka zimekurusha mbali. Komandi wa Mungu. Haleluya! Ongea na Bwana asubuhi mpendwa. Ongea na Bwana asubuhi. Kila siku, kila Jumapili kuna tangazo hapa ya kwamba saa 11 tunakuwa na morning devotion. Ni kweli wewe hauwezi kuja mpaka Mungu anaelewa hauwezi. Ana sisi unaweza kutuelewesha, lakini Mungu huwezi muelewesha, si kweli? Si Mungu huwezi muelewesha. Si ni kweli? Unaweza kurauka hapa tukamwabudu Mungu pamoja, lakini sasa utaraukaje na ukilala saa 6 ya usiku? Bado ulipofunga kazi, bado ulikuwa utaingia kwa internet na uliingia na ukusinzia, hata ukupata nafasi ya kusoma neno mpaka ukasinzia hapo. Kwa hivyo ukiamka umechoka na umeamka kuchelewa, na ndio wewe huyo. Anasema sikiza kwa bidii kile Bwana anasema. Ukinikaribia nitakukaribia, ukienda mbali na mimi nitaenda mbali, ukinitafuta nitapatikana, usiponitafuta hautanipata. Our God is faithful. Anaposema hayo maneno, jua kama hukumtafuta, uko zako mwenyewe huko. Kama asubuhi hamukuwasiliana, uko zako mwenyewe. Haleluya! Wapendwa, tukue watu wa kulisikia neno na tunaliweka katika matendo. Let us be serious in the presence of God. Wacheni tumaanishe katika kumpenda Mungu. Wacheni tumpatie mapenzi ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tumpatie upendo wa kweli. Tumpende kiukweli, kiuhakika. Tuache kumpenda nusu-nusu, huko huku na huku, haieleweki. Simama vizuri, kuwa mtendaji wa neno la Mungu. Praise the living God. Tukasimame kwa miguu yetu mbele zake Bwana. Tukasimame. Mwambie Bwana, unikumbuka.